Wakazi wa eneo la Jomvu, kaunti ya Mombasa wamehimizwa kujiandikisha kama wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Akizungumza baada ya kukutana na jamii ya Wasomali mapema leo, mbunge wa Jomvu Badi Twalib aidha amesema kwa tayari kuwasilisha ombi kwa IEBC ili kuwa na uandikishaji mashinani. Nataka kuchukua fursa hii kwa nimejaribu kueleza na nasema pia hapa sio wao peke yao, lakini kwa jamii nzima, watu wa constituency ya Jomvu, ni wakati sasa wachukue nafasi ya kuona wanajiandikisha kwa kura kwa wingi, kwa sababu hiyo ndio sauti yao. Na hivi sasa tukiangalia, nafasi iko wazi, watu wanaendelea kuandikisha kura, lakini sisi tunapenda last minute rush ili kuona kwa wakati wa mwisho ndio tunakuja sema sasa tuna rush wakati wa kuandika kura na wakati kura ofisi ziko wazi. Tumetoa changamoto na kuambia pale mahali ambapo kutakuwa kuna shida ya watu kutoka kwa mbali, tuelezwe. Pia tujaribu kusaidia na kufacilitate namna gani tuwaweza kuwapatia hao watu wa IEBC outreach program ya kuweza kuwafikia hawa watu ili wao wapate haki yao ya katiba ambao ni kuandikishwa katika kura. Wakati huo, Badi amehimiza vijana kuchukua hatua na kujiandikisha kwa mradi wa serikali wa Nyota ili waweze kunufaika na fedha za biashara kutoka kwa serikali. Badi amehimiza vijana kutumia fedha hizo kwa kuanzisha biashara na kujiendeleza kimaisha. Mimi nataka kusema kwa vijana wangu wawe macho, wachukue advantage ya mchakato ya second phase hii ya Nyota program na zile program nyingine zote ambazo serikali imeziweka yataka kuzifanya ili kuboresha maisha ya vijana. Nataka kusema kuwa vijana tujishughulishe na mambo mengi sana ya kujenga taifa, kwa sababu si kila mmoja ambaye ataweza kuandikwa kazi ya kwa maofisi, lakini Nyota programu imekuja ili watu waweze kujiajiri. Leo pesa zile ambazo mmeweza kupata msizitumie vibaya. Imani yangu inaniambia baada ya muda fulani wewe peke yako utakuwa na uwezo wa kuandika na mwingine naye akipata zake ataweza pia naye kuandika na mwingine. Aidha, amesema licha ya changamoto zinazokumba mamlaka ya afya ya SHA, ofisi yake iko mbioni kuwasajili wananchi katika mamlaka hiyo, akidokeza kuwa eneo bunge hilo lina takriban shilingi milioni 9 za gharamia matibabu. Mambo ya SHA tuko na 9 milioni kama Jomvu, ambayo mpaka saizi tunakuwa na shida kidogo ya ile transition ya NHIF mpaka kwa mambo ya SHA, kuona kwa tupeleke beneficiaries wetu ambao tumeweza kusponsor, lakini tuko karibu kuweza kumaliza na tutachukua nafasi hiyo kuona kuwa wale wote ambao wanahitaji huduma ya matibabu tumeweza kuwapeleka na kuwarejista na SHA ili waonekane kwa pia wao wanaweza kusaidika katika mambo haya ya matibabu. Ali Vincent, Benvin TV.